Mungu awabariki. Amen. 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 Thank you for the great ministry around in Mwanza. Asanteni kwa huduma kubwa hapa Mwanza mnaoifanya. Thank you for this great ceremony together. Asanteni pia kwa ajili ya sherehe nzuri kubwa ya leo. Amen. Amen. Because of time, kwa sababu ya we wakati, will straight into the ceremony. tutaendelea moja kwa moja kwenye sherehe yetu ya leo. Amen. Amen. Take your seat. Naomba uketi pale ulipo. My messages come from 1 Samuel chapter 16. Ujumbe wangu unatoka Samueli wa kwanza sura ya 16. It is the message of anointing. Ni ujumbe wa kupakwa mafuta. And I will talk about 4 things through this chapter. Na kupitia sura hii ya 16 nitaongea mambo manne. I want the first things to do. Na jambo la kwanza nataka tufanye, God can choose someone and God can reject someone. Ujue Mungu anaweza mchagua mtu, lakini Mungu anaweza mkataa mtu pia. Looks like God is the one doing like that. Inaonekana ni kama vile ni kweli Mungu ndiye huwa anafanya hivyo. But our God is same yesterday and today. Lakini ujue Mungu wetu tomorrow yule and forever. Jana, leo na hata milele. God never changes. Mungu wetu hajawahi badilika. But human. Lakini mwanadamu, human always change. Wanadamu siku zote huwa wanabadilika. When you read the Bible, sasa unapoisoma Biblia, it looks like God is the one who changing. Inaonekana ni kama vile labda ni Mungu ndiye anayebadilika. No. Sio kweli. It is not God. Sio Mungu. It's a people change and watu, run away from the way of the Lord. Watu ndio wanaobadilika na wanaikimbia ile njia sahihi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So it is us. Sasa ni sisi to careful before the Lord. Tuwe makini sana tunapokuwa mbele za Mungu. Mungu wetu ni mkuu sana. God is the same yesterday. Na Mungu wetu ni yule yule jana, even forever. Leo na hata milele. Hallelujah. Hallelujah. Verse 1 the Bible said. Mstari wa kwanza, Samueli wa kwanza 16 Now the Lord said to Samuel, Bwana akamwambia Samueli, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reign over Israel? Okay. Fill your horn of oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Look at the Bible. Ebu iangalie Biblia. Saul was anointed by the prophet Samuel. Sauli alipakwa mafuta na nabii Samueli. Your same God choose Samuel. Ni Mungu yule yule aliyemchagua Samueli. Same God. Ni Mungu yule yule to make him over the king over Israel. Aliyemfanya awe mfalme wa Waisraeli. He made him king over Israel. Ni kweli yeye ndiye aliyemfanya Sauli awe mfalme wa Israeli. Anointing oil pour out upon his life. Na hayo mafuta ndio akamimina juu ya maisha yake. Now God rejected him. Lakini baadaye Mungu huyo ndo anasema amemkataa. Is God changing? Je, ni Mungu ndo anabadilika? No. Hapana. Look at Saul's life. Hebu yaangalie maisha ya Sauli. When he was the beginning of his life, alipokuwa anaanza maisha yake, he was a man of faithful. Alikuwa ni mtumishi mwaminifu sana. He was a man of obedience. Alikuwa ni mtiifu sana. And he is the man of honor his father and mother. Alikuwa ni mtu ambaye aliheshimu baba yake na mama yake sana. All the good character he has it. Tabia nzuri zote alikuwa nazo. The problem is, shida ni time goes by. Muda ulipokuwa ukiendelea, the power of obedience changes. Nguvu ya kutii ikaanza kubadilika ndani mwako. This is what's happening today. Hayo ndio yanayotokea hata kwa watumishi wetu leo. Time of anointing. Wakati wa kupakwa mafuta, they are very good. Wanakuwa ni wazuri sana. Smiling. Wanatabasamu. Taking care of family. Wanachukua familia zao wanazitunza vizuri. Love their wife. Wanawapenda wake zao. Love the ministry. Wanaipenda huduma wanaoifanya. Obedience to the leaders. Wanatii viongozi wanaowaongoza. Now when time goes by, lakini baada ya kupakwa mafuta, muda ukienda,
He is looking for another wife. anaanza kutafuta mke mwingine, He is looking for another bishop. anaanza kutafuta askofu mwingine. He is now rejecting the family. Sasa familia yake anaanza kuikata, Now start against the leadership. anaanza kuwa kinyume na viongozi wanaomwongoza. Who changes? Ni nani anayebadilika sasa? Was God changing? Je, ni Mungu ndiye anayebadilika? It is you. Ni wewe kiongozi. It is us, our Ni Christianity. sisi wa Kristo. We always betray our God. Siku zote wa Kristo ndio tunao msaliti That's Mungu why wetu. many men of God is crying. Ndio maana mtu wa Mungu analia. As a leader of PCMA, Mimi kama kiongozi wa I've PCMA, been working with this minister of PCMA for Africa mimi nimekuwa nikifanya kazi na hii huduma ya PCMA hapa Afrika for last 33 years. kwa miaka 33 sasa. I've been seeing people coming up, Nimeona watu and wakiinuliwa, I've been seeing people who are rejected. nimeona pia watu ambao Mungu mwenyewe aliwakataa. I was crying in my heart. Nimekuwa na kilio katika moyo wangu. Lord, what's happening with Bwana, that hivi man? ni kwa nini, ni jambo gani limemtokea What's huyu happening mtumishi? around Ni him? kitu gani kimemtokea yeye? What is he looking for? Ni kitu gani anachokitafuta kingine? This is what's happening today in our ministry around. Haya ndiyo yanayotendeka katika huduma zetu leo. My brothers Ndugu zanguni who will be ordained today, ambayo leo mnapakwa mafuta, remember this word. tafadhali kumbukeni hili neno. God is good. Mungu wetu ni mzuri. He is not changing. Mungu wetu hajawahi But badilika. remember, you are the one. Lakini kumbuka ni wewe ndio Not unabadilika. somebody else. Sio mtu mwingine tena. Even the family, Hata familia. you can take care of them nicely today. Ni kweli leo hii unaweza ukawashughulikia vizuri. Don't go away. Usikimbie familia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do not change. Usibadilike. God is there for you. Mungu yuko hapo kwa ajili yako. Hallelujah. Hallelujah. And then the Bible say, Biblia inasema pia, fill your horn with oil. akamwambia ijaze pembe yako mafuta. Fill your horn with oil. Ijaze pembe yako mafuta. Hallelujah. Hallelujah. I brought the horn here. Nimekuja na pembe hapa. As I always carry whenever I ordain the people. Mara nyingi huwa ninaibeba hii pembe wakati ambapo ninawamiminia watu mafuta. What is difference with a jar of oil or horn of oil? Tofauti ni nini kati ya pembe ya mafuta na birika la mafuta? The Saul Mfalme wa kwanza anointed Sauli alipakwa mafuta with a jar with oil. kupitia birika iliyojawa mafuta. Amen. Amen. Now God talked to Samuel. Sasa Mungu akamwambia Samueli, Today you are going to ordain and anointing someone leo unaenda kumpaka mtu mwingine mafuta, with a horn with oil. lakini ijaze pembe mafuta. Hallelujah. Hallelujah. So what is different? Sasa tofauti ni nini? Only one thing difference. Ni kitu kimoja tu ambacho ni tofauti. To get this horn, Kuipata hii pembe need a sacrifice. lazima kuna sadaka inatolewa. Amen. Amen. Need a sacrifice. Inahitaji sadaka itolewe. Need offering. Inahitaji kujitoa. Need killing. Inahitaji mauaji yafanyike. Need shedding the blood. Inahitaji damu imwagike ili pembe ipatikane. So anointing ceremony Kwa hiyo ibada ya kuwekwa wakfu with the horn with oils. ikiwa ni pembe iliyojaa It mafuta, need a sacrifice. ujue inahitaji It kujitoa need sana. offerings. Inahitaji sadaka. Look at Gani kilimtokea? whenever he walks in the country of Israel, Popote alipokuwa akitembea kwenye nchi ya he Israeli, has a problem with the offering and sacrifice. alikuwa na shida ya sadaka na zile dhabihu zilizokuwa zinatolewa, Because he's never been anointed by the sacrifice. kwa sababu hakuwa amepakwa mafuta kwa kupitia dhabihu. Whenever time of offering, Wakati wowote wa sadaka ulipofika, he is doing by his own way. alikuwa anafanya njia zake mwenyewe Whenever he's anazozitaka. bringing the sacrifice, Wakati watu wanaleta sadaka kwenye he madhabahu, decides his own way. yeye ndo alikuwa anaamua hii iende hivi na hii iende hivi.
If you are here today, kama wewe uko hapa you are leo worshiping God and sacrifice unamwabudu by your own Mungu will, na unatoa sadaka kwa kupitia kupenda kwako you mwenyewe, are in the wrong place. ujue wewe uko sehemu isiyo We sahihi. give offering today. Tunatoa sadaka zetu leo, We give sacrifice today tunatoa dhabihu zetu leo because God commanded. kwa sababu ni Mungu ndiye aliamuru, It's not our decision. sio kutupenda kwetu. God who wants to Ni celebrate Mungu ndiye anataka together tusherekee, with you, asherekee pamoja na your wewe, sacrifice. pamoja na sadaka ulionayo. Don't forget, Usisahau hiyo for offering, sadaka, for worship, kuabudu, we need the sacrifice. lazima uweze kujitoa kweli kweli. I'm calling you Mimi ninakuita leo for a sacrificial ministry. kwa ajili ya huduma ya dhabihu. Not the easy. Sikuiti kwa ajili ya huduma ya rahisi, mambo ni rahisi. When you look at the Bible, Unapoiangalia Biblia, when people choose the easy way, wakati watu ambapo wameamua kuchagua njia iliyo there nyepesi, is always curse upon that sacrifice. kila wakati njia nyepesi inayo laana mbele yake. When King David, Wakati mfalme Daudi after the anointing, baada ya kuwa amepakwa finally he mafuta, became a king. baadaye akaja kuwa mfalme. When he became a king, Alipokuja kuwa he mfalme, has a desire akawa na shauku, bring the ark akawa anatamani in alete the house of Aminadab. sanduku la Mungu alitoe kwenye nyumba ya Aminadabu. Kulingana na sheria ya Biblia, That ark ile sanduku la agano must carried by the shoulder of our leaders. lazima libebwe na mabega ya viongozi, sanduku la Mungu. That ark is heavy, Maana lile sanduku lilikuwa zito, over 100 kgs. ilikuwa na zaidi ya kilo 100. In the desert, Wakiwa jangwani, kumbuka, people sacrifice, kuna watu walitoa sadaka and they carry their ark in the shoulder in the na desert. walibeba lile sanduku kupitia mabega When yao. David became a king, Sasa mfalme Daudi alipokuwa mfalme, he made a mistake. akafanya makosa. Instead of preparing the shoulder of the leader, Badala aandae mabega ya viongozi ndo wabebe, he prepared yeye akaandaa the cart. gari. Amen. Amen. He prepared Akaandaa easy way. njia rahisi ya kubeba, Prepare the 2 cows. akaandaa ng'ombe wawili, eti ng'ombe wawili ndo What wabebe happened on the way? ile sanduku. Nini kilitokea njiani? The man called Uzzah was struck by God and died incidentally. Kuna mtu anaitwa Uza, Mungu alimuua papo hapo. It doesn't mean that he was a bad man. Haimaanishi Uza alikuwa mtu He mbaya, was a man willing to serve. alikuwa ni mtu yuko tayari He was kumtumikia serving Mungu. the ministry there Alikuwa in his anautumika father's huduma, house. alikuwa anatumika huduma katika nyumba ya baba yake. He is the right man. Alikuwa ni mtu sahihi, Because of leaders, lakini kwa sababu ya makosa ya they kiongozi, decide the wrong way. Daudi mfalme kiongozi aliamua vibaya. What happened? Nini kilitokea? We are killing our leaders today. Viongozi, mnajikuta tunaua viongozi wetu leo. Never take a step of ease. Tafadhali usichague ile njia iliyo rahisi. Your ministry Huduma yako ulionayo is in your shoulder. iko katika mabega Your yako. ministry Huduma ulionayo is in your shoulder. iko kwenye mabega yako. Taking care of your family with your shoulder. Shughulikia familia yako, uibebe kwenye mabega Taking yako. care of your ministry with your shoulder. Huduma ulionayo ibebe kwenye mabega yako. Don't take an easy way. Usichukue njia You rahisi already come into the ministry. Kumbuka tayari umeshaingia kwenye huduma. Now it's upon you. Sasa jukumu ni lako How wewe. you will carry the ministry. Jinsi gani utaibeba hiyo It is huduma? upon you. Jinsi ya How kubeba you shauri carry them yako. one by one. Jinsi gani utakavyoibeba huduma moja baada ya nyingine. So when Uzzah died, Sasa Uza David alipokufa, became very angry. Daudi akapandwa na hasira sana, He left it. akaamua kuondoka. But now, Lakini leo the man who was taking care of that ark, mtu mmoja ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kuiangalia in ile the 3 sanduku months time, kwa miezi mitatu, that man is blessed. huyu mtu And alibarikiwa sana. whole Israel Na Israeli nzima know that wakajua ya kwamba this man is blessed. huyu mtu amebarikiwa sana. Even David, Hata mfalme Daudi King David mwenyewe, also heard hata na yeye akasikia habari that man kwamba yule mtu was blessed. amebarikiwa na Mungu.
Your ministry huduma yako can bring the blessing inaweza kaleta baraka, and can bring the curse. ujue pia inaweza kaleta laana kwa watu, kulingana na jinsi gani unavyomtumikia Mungu. Me, I am blessed. Mimi nimebarikiwa I am binafsi. man of PCMA. Mimi ni mtu wa PCMA Since 1995 tangu until 1995 today. mpaka leo hii. I am the leader standing in PCMA. Mimi ni kiongozi mkuu, ninasimama kwenye And PCMA I am blessed. na mimi nimebarikiwa. Amen. Amen. I'm not talking about material blessings. Sisemei baraka hizi za I'm kipesa, talking about blessing around me. ninazungumzia baraka I have zinazonizunguka. a lot of friends around me. Ninao marafiki I have wengi a lot of wanaonizunguka, bishops around me. ninao maskofu I have wengi a lot of wanaonizunguka, friends around me ninao marafiki wengi wanaonizunguka because of this ministry. kwa sababu ya huduma hii ya PCMA. You Wangu stand in this ministry. nimekuwa nikisimama na huduma hii. Many ministry in Korea. Ninajua huduma nyingi huko Korea kwetu No, Pastor Kim. wanasemaga, unajua mchungaji Kim, If you come to us, ukija kwetu ukaungana na sisi, I will give you a lot of money. nitakupa pesa I will nyingi give you sana, support. I will nitakusaidia, build many churches. nitasaidia wachungaji wako, nitawajengea makanisa. I'm also man. Ninawaambia hata mimi You think I cannot have a temptation in our life? In my life? Mnafikiri eti na mimi siwezi jaribiwa kwenye maisha yangu? Sometimes I'm thinking. Wakati mwingine mawazo yatakuja. I always hear the anointing. Lakini mimi huwa niko hapa ninasikia I upako. always hear the anointing speaking upon my life. Huwa lazima upako ndio unaongea kwenye maisha yangu. Overcoming all kind of temptation. Lazima ushinde kila aina ya majaribu kwenye maisha yako. Amen. Amen. I was in Dar es Salaam. Juzi nilikuwa Dar es Salaam. With another new ministry. Kulikuwa kuna huduma nyingine mpya huko Come from ambayo Korea. imetoka Korea pia. I joined with them newly. Nimeungana na wao hivi karibuni. But one condition. Lakini nikiweka sharti moja. That denomination in Korea. Hiyo dini huko Korea Will not touch the PCMA. haitawahi igusa PCMA. There's only one condition. Hiyo ndio sharti moja nililowapatia. Hallelujah. Hallelujah. Oh no, our ministry will not. Wakasema hapana, hii huduma yetu remain under your authority. Hii huduma hiyo ya PCMA itabakia chini ya mamlaka yako. And you will continue do it as you did. Na wewe utaendelea kufanya kama jinsi unavyofanya. We are here to help you. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kusaidia. I am very happy. Nikamwambia ninayo furaha kusikia hivyo. Hallelujah. Hallelujah. I am so happy. Na ninayo furaha kwa sababu ya hiyo. You are coming into the sacrificial ministry. Unatoka kwenye huduma ya kutoa dhabihu. Amen. Amen. Look at this horn. Hebu itazame vizuri ipembe. Amen. Amen. The cows are killed. Kuipata ipembe kuna ng'ombe alikufa. Shed his own blood. Huyu ng'ombe alichinjwa akamwaga damu because of sacrifice. Ili ipatikane ipembe itolewe dhabihu. Without sacrifice, bila kutoa, the anointing will mislead you. Upako utakuongoza vibaya wewe. Anointing, upako will mislead you. Utakuongoza vibaya. Many people, watu wengi, many leaders today, viongozi wengi leo, take an easy step. Wanapenda kuchukua njia rahisi. Come to the anointing ceremony. Njoo katika ibada ya upako. But I tell you today, lakini mimi nakwambia hivi leo, you are anointed, upako wako with your sacrifices. Unaambatana na kujitoa kwako. Look at the King Saul now. Hebu mwangalie mfalme Sauli leo. When he look at the offerings and sacrifices, alipokuwa akiona zile sadaka na dhabihu watu wametoa, when he look at the lamb, alipokuwa akiona zile kondoo zimetolewa, look for himself. Alikuwa anajitazama yeye mwenyewe. He was cutting from Amalekite. Akakamatwa na Waamaleki. God told him to destroy everything. Mungu akamtuma, nenda kwa Waamaleki, angamiza kila kitu. But when you look at him, lakini hebu mwangalie Sauli alichokifanya. Now he's looking. Sasa alipoona looking at fat one, akaona mbona hii ng'ombe imenona, anaiweka pembeni. He's pretending he's giving to ceremony to God. Akajifanya eti zile ng'ombe zilizonona anampatia Mungu. Looking for himself. Kumbe ilikuwa ni uongo, alikuwa lengo lake ajilimbikizie mwenyewe. That's why you are failing in your ministry. Hapo ndio mwanzo wa kushindwa kwenye huduma yako. When your ministry become fat. Wakati huduma yako imeanza kunenepa. When your ministry is growing. Wakati huduma yako imekuwa. Now you forget God. Sasa unaanza kumsahau Mungu. You think of yourself. Unaanza kujifikiria wewe, kujilimbikizia mwenyewe.
That is a problem today Hiyo ndio in our shida. life ministry in Africa. Hiyo ndio shida ya watumishi wengi hapa Afrika wanavyofanya. All our leaders Viongozi wetu and wote all our bishops na maaskofu wetu wote becoming like that. imekuwa kwa That's njia why hiyo. they forget God. Ndio maana ni rahisi They're wanamsahau looking for Mungu a fat sacrifice. na wanatafuta zile sadaka zilizonona tu. Wanakula chakula pekee. Wanakula chakula Ndio pekee. tumbo inapanda. Tumbo inafura. Fura mpaka Inataka kupasuka. Mpaka ikiwa madhabahu. Tumbo linakuwa kubwa mpaka linagusa hadi madhabahu. He's carrying his pulpit every day. Yaani kila wakati akisimama hivi tumbo lake liko hapa, ndio imegeuka madhabahu, anaweka Biblia juu ya tumbo. It is a problem today. Hiyo ni moja ya shida ya viongozi wetu leo. Sacrifice. Kutoa Horn. pembe Today. leo hii. Hallelujah. Hallelujah. I want to anoint with the horn with the oils. Nataka nikupake upako kwa Remember mafuta today, yaliyoko ndani ya you are pembe. calling upon the sacrificial ministry. Kumbuka leo umeitwa kwenye huduma ya kujitolea. Amen. Amen. Number 3 things. Mambo matatu. Verse 7. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Verse 7. Mstari Now wa the 7. Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura nje, bali Bwana hutazama moyo. Hallelujah. Hallelujah. Look at our God. Hebu mwangalie Mungu wetu. God is not like us. Mungu wetu sio kama sisi. We are cheated by our eyes. Sisi mara nyingi tuwaga tunadanganywa na macho yetu. When we see something, Ukiona kitu kwa macho yako, we decide. unaamua. Aha. When you look at Eliab, Alipomwangalia Eliabu mtoto wa this kwanza, is the man. Samuel akasema, huyu ndio mfalme He is Mungu anamtaka. tall. Ni mrefu. He is handsome. Ni mtanashati. This is our human being. Hiyo ni tabia ya wanadamu. Because of this mistake, Kwa sababu ya we makosa are hayo, keep on decorating outside. tumekuwa na tabia ya kujiremba nje sana. Keep on decorating Tumekuwa outside. na tabia ya unajiremba nje sana. Even today, Hata leo you hii just go to the city of Mwanza. wewe nenda hapo Mwanza mjini katikati hapo. All the pastors and prophets, what. Nenda they all uwakute mitume wear na manabii wote. nice suit. Utawakuta wamevaa suti nzuri. Mostly Tanzania white suit. Asa ndani ameoza. How that man spoiled his family. Jinsi gani huyu mtu ameharibu familia How yake. that man, they even reject their wives. Huwezi kujua huyu mtu pengine hata ameachana na mke wake. He's speaking about anointing. Lakini akianza kuongea, Power. akiongea mambo ya nguvu, He has no power at all. kumbe nguvu hana hata kidogo. Amen. Amen. Taking care of your heart. Shughulika sana na moyo wako. Amen. Amen. Taking care of your heart. Shughulika sana na moyo God wako. doesn't look outside. Mungu haangalii nje. God will always see your heart. Mungu siku Whether zote anauangalia moyo your wako. heart is right or Moyo not. wako ni sahihi ama si sahihi, anauangalia. Sema amina. Sema amen. Are you hurt? Je, umeumizwa? Are you hurt because of my message? Kwa sababu ujumbe huu umeumizwa? Oh, missionary. Unajua missionary. I don't fear anyone here. Mimi simwogopi yeyote hapa. I'm a leader of PCMA. Mimi ni kiongozi wa PCMA. I have to tell you what I want. Lazima nikuambie kile I ambacho have to lead kinakupasa. you in the right way. Lazima nikuongoze katika njia iliyo sahihi.
not the worldly way. sio njia ya kidunia. This ministry Huduma hii chosen by God, ni Mungu ndiye and this aliyochagua. ministry Huduma hii will only remain Africa ndio huduma with the pekee righteousness and itakayobaki holiness. Afrika ikiwa kwenye usahihi na utakatifu. Amen. Amen. Taking care of your heart. Shughulika sana na moyo wako. Look at David's life. Hebu angalia maisha ya Daudi. In this David's life, Katika maisha ya he Daudi, always praised God with the whole heart. yani Daudi alikuwa na msifu Mungu kwa moyo wake wote. His heart was always right. Kila wakati moyo wake ulikuwa sahihi mbele za Mungu. And then eventually, Na mwishowe God said, Mungu akasema, the man called David mtu anayeitwa Daudi is man after my own heart. ni mtu anayeupendezesha moyo wangu. Whatever his heart, Kwa chochote moyo wake ulivyo, it's God's heart. ujue ni moyo wa Mungu huo. Continue make your heart grow Endelea kuufanya moyo wako ukue until the end of your ministry. mpaka mwisho wa huduma yako. Then you will become a man after God's own Na heart. wewe utakuwa ni mtu unayeupendezesha moyo wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Standing here. Naomba wote mje msimame hapa. Stand here. Okay. Simama hapo sawa. And wives, Na wake zao stand behind. ni kama watu watano tu ndio wamesema Is there ndio. any problem? Je, kuna mtu yeyote ana shida ya mmoja wao kati yao? Is there any problem? Kuna Oh, shida yoyote kwa yote? that man is my husband. Yule mtu amesimama pale, yule mwenye nani nguo, amevaa nguo ni mume wangu. Tell me now. Tell me now. Niambie. Chunga, chunga. Chunga. Hallelujah. Haleluya. Is it okay? Ni sawa? Is there any problem? You raise up your hand. Kama kuna shida kati ya mmoja wao, inua mkono wako juu. Huh? Eh? Okay. Piga makofi. Basi naomba tusikilize kiapo kwa wale wote mnaokuwa mnasimikwa leo, na hii ndio itakuwa sehemu ya wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine unapokuwa umeyaheshimu haya na kuyashika haya. Kiapo cha PCMA katika utumishi. Namba 1, kwamba katika maisha yangu yote neno la Mungu ndio litakalokuwa na mamlaka na ndio litaniongoza kuishi kwa utukufu wa Bwana kama ilivyoandikwa katika Mathayo 4:4 na pia katika Waebrania 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Namba 2, kwamba niko tayari kupitia mateso kwa sababu ya Kristo na niko tayari kujikana mwenyewe na kubeba msalaba wangu na kufuata Kristo katika maisha yangu yote kama ilivyoandikwa katika Mathayo 16 ule mstari wa 16. Je, mtakuwa hivyo? Namba 3, kwamba kwa furaha naweka agano la kutembea pamoja na wenzangu katika mwili wa Kristo. Nitaungana naye kama mwili mmoja wa utukufu wake kama jinsi ilivyo katika Efeso 2 mstari wa 8 hadi wa 11. Kama ndivyo mnaweza kusema. Namba 4, kwamba sidharau mikutano ya mwili wa Kristo, bali nitainua ibada ya Mungu na watu wake na utaratibu wa kanisa kama ilivyo katika Matendo ya Mitume 2 ule mstari wa 41 hadi 47 na Kolosai 3 ule mstari wa 16 hadi wa 17. Kama ndivyo mnaweza mkajibu. 5, kwamba nitakuwa mwaminifu kwa watu wangu, kwa mke wangu na kumpenda kama vile Kristo alivyolipenda kanisa, na nitawalea watoto wangu katika njia ya Bwana kama jinsi ilivyo katika Efeso 5 ule mstari wa 25. Kama ndivyo mnaweza mkajibu. 6, kwamba kama mwanga wa dunia, kama chumvi ya dunia, nitafuata neema ya Mungu kwa njia ya maombi na kukataa yasiyo ya Mungu
na tamaa za dunia, kama jinsi ilivyo katika Tito 2:11 ule mstari wa 15. Kama ndivyo mnaweza mkajibu. 7, kwamba nitajitahidi kueneza usafi wa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama jinsi ilivyo katika Matendo ya Mitume 1 ule mstari wa 8. Kama ndivyo mnaweza mkajibu. Kwamba kwa furaha nitachangia vyanzo vyangu ambavyo Mungu amenijalia ili kulinda huduma kwa imani na kwa mujibu wa Biblia, kusaidia maskini na kueneza Injili mpaka mwisho wa dunia, kama ilivyo katika Wakorinto wa pili 8 ule mstari wa 9. Kama ndivyo mnaweza mkajibu. 9, kwamba kwa furaha nitajitoa kwa viongozi wa Mungu walioteuliwa na kwa viongozi wote katika huduma, ili kuimarisha umoja ulio ndani ya Kristo, kama jinsi ilivyo katika Waebrania 13 ule mstari wa 17. Kama ndivyo mnaweza mkasema. Na 10, kwamba natambua kwa makadirio yoyote ya uvumilivu wa nidhamu utakaoonekana kwangu kama mchungaji wa Pisma au Presbyterian Central Mission of Africa, basi nitakuwa nimejitoa na kukosa haki ya kuwa mmoja wa viongozi ndani ya PCMA kwa kulingana na maandiko ya kibibilia. Hapa naongelea endapo utatenda yaliyo kinyume ya haya yote, utakuwa umejitoa au umejiondoa katika uongozi wa Pisma. Kama ndivyo unaweza ukajibu. Amen. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So these are our new leaders Hawa ndio viongozi wetu wapya to be ordained today. ambao leo wanawekwa wakfu. Amen. Amen. So I want them to kneel down here. Nataka waje hapa wapige magoti. Yeah. And then behind them the Alafu, wives also will. nyuma yao watakuwa wakitenda tunafanya sogea kidogo hivi. Okay. I anoint you in the name of the Father, Mungu, of the Son, ninakubariki kwa jina la of the Baba Holy Spirit. na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Preusi, I anoint you in the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Anoti, I anoint you in the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Shadrach, I anoint you in the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. I also Okay. Stand. And then taking care of the gowns.
Presbyterian Central Mission of Africa. Presbyterian Central Mission of Africa. PO Box 11011 Arusha, Tanzania. Sanduku la posta 111011 Arusha, Tanzania. Affiliate with the World Evangelical Mission International, Korea. Ikishirikiana na World Evangelical Mission International, Korea. Credential of ministry. Ile uthibitisho kwenye huduma. We the undersigned hereby certify that Brewers Anna sahihi ni Askofu Samuel Dominic, Bishop Mwanza. Askofu wa Mwanza, kanisa la Mwanza. Bishop Patrick Ezekiel Kajila, Askofu Patrick Ezekiel Kajila, Secretary General PCMA Tanzania. Katibu mkuu wa PCMA Tanzania. Reverend Hyungyun Kim, Kasisi Hyungyun Kim, PCMA Chairman Africa. mwenyekiti wa PCMA Africa. Picha